Leo nataka nijibu swali hili. Mtu mmoja kaniuliza akasema, kaka, ukisoma Yohana 15 mstari wa 4 mpaka 7, Biblia inaongelea kukaa ndani ya Kristo. Pia ukisoma Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba kuwa ndani ya Kristo. Swali langu sasa hapo ni kwamba nitajuaje kama niko ndani ya Kristo? Nitajuaje kama niko ndani ya Kristo? Huenda rafiki yangu na wewe unajiuliza swali hilo hilo kama yeye alivyokuwa anajiuliza kwamba atajuaje kama yuko ndani ya Kristo, na wewe unajiuliza nitajuaje kama niko ndani ya Kristo. Na leo nataka nikueleze utawezaje kujua uko kama kweli uko ndani ya Kristo au hauko ndani ya Kristo. Nataka tukajifunze jambo hilo kwamba utajuaje kama uko ndani ya Kristo au hauko ndani ya Kristo. Endelea pamoja nami nawe utatoka umeelewa kwamba kweli uko ndani ya Kristo au hauko ndani ya Kristo. Tuanze kwanza kusoma kwenye hiyo mistari aliyoisema, Mathayo 15 mstari wa 4 hadi wa 7. Neno la Mungu linasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Unaona, tukisoma Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Anauliza swali lake, nitajuaje kama niko ndani ya Kristo? Na hapa tumeambiwa kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Mtu asipokaa ndani yangu hawezi kuzaa. Na hapa Wakorinto anaeleza kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kukaa ndani ya Yesu Kristo. Utajuaje kama uko ndani ya Yesu Kristo? Kukaa ndani ya Yesu Kristo ni kwa maana kwamba wewe kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, kuishi maisha matakatifu, kuishi maisha ya kumwamini Yesu Kristo, kuishi maisha ya kutegemea na kutarajia kwamba Yesu Kristo atarudi, na atakaporudi utaenda kuurithi uzima wa milele pamoja na yeye. Sasa utajuaje kama kweli uko ndani ya Kristo? Utajuaje? Na hapa Biblia inasema, tazama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa anakuwaje kiumbe kipya? Anakuwa kiumbe kipya kwa maana hii kwamba maisha yake yote yale ya nyuma, matendo yale ya nyuma, alivyokuwa akiishi, alivyokuwa akienenda, imekuwa tofauti. Maana yake ukiwa ndani ya Yesu Kristo, kama ulikuwa unaishi maisha ya dhambi inatakiwa iwe mwisho, kwa sababu umekuwa kiumbe kipya. Tunachotarajia kutoka kwako wewe, umekuwa mzabibu mwema, umekuwa tawi sehemu ya mzabibu mwema. Tunachotarajia kutoka kwako ni matunda mema, matendo mazuri, matendo mema kutoka kwako. Na ili ujue kwamba kweli uko ndani ya Yesu Kristo, lazima uwe mtu wa kutoa matendo mazuri, matendo mema, matunda mazuri. Yaani watu wakija kwako wanakutana na matendo mema, wanakutana na matunda mazuri. Hata wewe mwenyewe ukijiangalia unaona kabisa umebadilika, umekuwa kiumbe kipya. Kama ulikuwa unaiba, hauibi tena. Kama ulikuwa unasengenya, hausengenyi tena. Kama ulikuwa unasema uongo, hausemi uongo tena. Yaani umekuwa kiumbe kipya. Manake matendo yako
yatadhihirisha kweli wewe uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari ule, Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa 16 hadi 21, neno la Mungu linasema, mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu wachuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Unaona, anasema mtawatambua kwa matendo yao. Utatambulika kwa matendo yako, kwa matunda yako tutakujua. Tutajua kwamba kwa matunda yako wewe kweli Yesu Kristo yuko ndani yako. Tutajua kabisa kwa matunda yako, tutaelewa kwamba Yesu yuko ndani yako. Hatuwezi kukuta kwako kama Yesu yuko ndani yako, hatuwezi kukuta kwako matusi. Yesu akai ndani ya watu wenye tukana. Yesu akai ndani ya watu wazinzi. Yesu akai ndani ya watu waongo. Hawezi kukaa. Kwa hiyo ili ujue kama kweli Yesu yuko ndani yako, kama ulikuwa unakunywa pombe, ulikuwa unaiba, ulikuwa unatukana, unasengenya, tunataka kuona hivyo vitu vinaondoka. Yaani kama bado hivyo vitu unavifanya na kuvitenda, Yesu bado hajakaa ndani yako. Kwa hiyo ili ujue kama Yesu yuko ndani yako, maana yake matunda yako yanatakiwa yawe yanadhihirisha maisha yako, matendo yako, vile unavyoenenda na kufanya. Tunatakiwa tuone kwamba kweli Yesu yuko ndani yako. Umemwamini kweli Yesu Kristo, umemwamini Yesu Kristo. Maana yake Biblia inasema pasipo imani imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo imekufa. Hiyo unaipata kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 26. Anaeleza kwamba imani, ameeleza vitu vingi sana kwa habari ya imani, lakini anakwambia imani pasipo matendo imekufa. Mahali pengine anasema wewe wasema una imani, nionyeshe matendo yako nami nikuonyeshe matendo yangu kwa imani. Kwa hiyo kama kweli unamwamini Yesu Kristo, tunatarajia tuone matendo yako ni mema, matunda yako unazaa matunda mazuri. Ukiendelea hii Mathayo 7 mstari wa 17 anasema vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mstari wa 18 anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kwa matunda yako utajitambua kweli mimi niko ndani ya Kristo au niko nje ya Kristo. Kwa matunda yako utajua kwamba kweli Kristo yuko ndani yako, na hayo matunda yako ndio yatadhihirisha kweli Yesu yuko ndani yako. Kwa imani ulionayo tunatarajia tuone matendo yanayoendana na imani ulionayo, na imani pasipo matendo imekufa. Manake wewe kama unasema unamwamini Yesu Kristo afu matendo yako ni ya ovyo, ni machafu, ujue hiyo imani yako imekufa ndani yako. Hauna imani, unaitwa Mkristo jina, lakini Kristo hayuko ndani yako. Kwa hiyo ili uwe na uhakika kwamba Kristo yuko ndani yako, hakikisha namna na jinsi unavyoenenda na kuishi ni sawasawa na vile Mungu anataka. Ndio maana ukisoma mstari wa 21 hiyo Mathayo 7:21 anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Sio kila mtu anayesema Bwana Bwana. Kwa nini? Matendo yake hayaendani na kile ambacho anakiamini. Imani yake hiyo imekufa ndani yake. Kwa hiyo kama matendo yako hayaendani na kile unaamini kuhusu Yesu Kristo na Yesu Kristo uliyemwamini, ujue kabisa Yesu hayuko ndani yako. Unaenda mwenyewe, na siku ya mwisho atakukana, atakukataa, atasema toka, sikujui wewe. Unaelewa? Atakukataa, atakwambia ondoka kwangu, mimi sikujui. Rafiki yangu, nataka ujue jambo hili kwamba hatuokoki kwa sababu ya matendo yetu mema, bali kwa neema ya Mungu. Hatuokoki kwa sababu ya matendo yetu mema, bali kwa neema ya Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa 2 mstari ule sura ya 1 mstari wa 9, neno la Mungu linasema ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele.
Yeye alituokoa kwa neema, sio kwa matendo yetu. Kwa hiyo usije ukasema mimi kwa sababu ya matendo haya ya tabia zangu hizi basi mimi ni wa motoni, mimi basi nimeshakataliwa, mimi sifai Yesu Kristo. Hapana, Yesu anakutaka hivyo hivyo ulivyo, na dhambi ulizonazo na matendo yako maovu machafu ulionayo, anakutaka. Lakini anachokitaka ukishampata yeye, uanze kuishi maisha mema na mazuri, uanze kutoa matunda mazuri, matunda mema, uanze kuishi maisha matakatifu, uanze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 8 anatuhimiza tuendelee kudumu katika kutenda mema, tudumu katika kutenda mema. Kwa hiyo inatakiwa tuhakikishe tunaishi maisha ya kumpendeza Mungu.